Mwanajeshi wa Marekani akamatwa kwa kutumia siri za operesheni ya Maduro kufanya kamari. Serikali ya shirikisho la Marekani imemkamata na kumfungulia mashtaka mwanajeshi wa kikosi maalumu, yani Special Forces, Gannon Ken Van Dyke kwa tuhuma za kutumia taarifa za siri za kijeshi kujipatia faida kubwa kupitia kamari za kidigitali. Van Dyke anadaiwa kutumia ufahamu wake wa operesheni ya siri ya kumkamata aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro kuweka dao kwenye jukwaa la kibiashara la Pori Market. Tukio hili limezua taharuki katika wizara ya ulinzi ya Marekani, yaani Pentagon, kwani linaonyesha mwanya mpya wa usalama ambapo maafisa wenye dhamana wanatumia masoko ya utabiri wa kidigitali, yaani predictions market, kufanya kile kinachoitwa insider trading au biashara kwa kutumia taarifa za ndani ambazo hazijafika kwa umma. Gannon Ken Van Dyke, ambaye alikuwa akihudumu katika kambi ya kijeshi ya Fort Bragg, North Carolina, alikuwa miongoni mwa wanajeshi waliochaguliwa kushiriki katika operesheni nyeti dhidi ya Maduro. Badala ya kulinda siri hiyo ya serikali, Van Dyke anadaiwa kutumia taarifa za maendeleo ya operesheni hiyo kuweka dau ama betting kwenye soko la Pori Market, jukwaa ambalo huruhusu watumiaji kuweka fedha kwenye uwezekano wa matokeo ya matukio ya ulimwengu. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, mwanajeshi huyo alikuwa akijua fika muda na uwezekano wa kufanikiwa kwa mpango wa kumwondoa madarakani. Kupitia maelezo hayo ya siri, aliweza kutabiri kwa usahihi matokeo ya operesheni hiyo na kujipatia zaidi ya dola 409,000 za Kimarekani, ambazo sawasawa na karibia shilingi bilioni 1 za Kitanzania. Mamlaka nchini Marekani imesisitiza kuwa kitendo cha Van Dyke ni kosa la jinai chini la sheria za shirikisho zinazokataza matumizi ya taarifa za siri kwa manufaa ya kibiashara. Waendesha mashtaka wanasema kuwa tabia hiyo si tu ukiukaji wa maadili ya kijeshi, bali ni tishio kwa usalama wa taifa, kwani inaweza kutoa ishara kwa maadui kuhusu nyendo za siri za Marekani kupitia mabadiliko ya ghafla kwenye masoko ya kamari. Hii ni biashara haramu kwa kutumia taarifa za siri, yani insider trading, katika ngazi ya juu kabisa ya usalama wa taifa, alisema mmoja maafisa wa sheria wanaofuatilia kesi hiyo. Pori Market imekuwa ikitumiwa na watu wengi kutabiri matokeo ya uchaguzi, vita na matukio ya kidiplomasia. Hata hivyo, kesi ya Van Dyke inatoa onyo kali kwa watumishi wa umma na wanajeshi kuwa matumizi ya siri za serikali kujinufaisha kwenye majukwaa hayo yanafuatiliwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria.